Aliashiria kwa Waislamu kwamba Waislamu tunaharibikiwa na hatuwezi kupata maendeleo katu abadan kwa utaratibu tulionao wa kukhtalifiana na tukaacha kupatana katika masala ya maendeleo. Tusitarajie kuweza kupata maendeleo ya aina yote katika sura ya namna hiyo, hakuna. Na ndio maana leo ulimwenguni mashekhe na taasisi kubwa za Kiislamu zinafanya juhudi ya mikutano mbalimbali ambayo mimi mwenyewe nimehudhuria, kuzungumzia namna gani ya kupambana na ikhtilafu zilizopo ili kuwarudisha watu sehemu moja, waendelee kuwa na ikhtilafu lakini waendelee kuwa wamoja na lengo lao kuwa ni moja. Karibuni hivi nilikuwa Bahrain katika mkutano wa sampuli hiyo, na ulikuwa na maudhui yanayosema ummatu wahida wa masiru mushtarak, yani umma mmoja wa Kiislamu lakini lengo liwe moja. Umma mmoja, kila mmoja na mambo yake, ana namna anavyoona katika kuendesha mambo, ana madhhabi ambayo ameshikamana nayo, lakini lengo liwe moja. Mjadala ulikuwa mrefu na kila mmoja ameondoka na namna gani atafanya katika nchi yake. Wasia wangu kwa Waislamu kwamba ili tupate maendeleo katika Uislamu lazima tuache na tuzipuuze zile ikhtilafu zilizopo, kila mmoja endelee hivyo anavyoona yeye, lakini lengo letu liwe ni Uislamu na maendeleo. Ili ni jambo la kwanza ambalo tunalitupa kwa Waislamu waelewe. Katika mkutano tuliokuwa nao kule Bahrain, ulisimamiwa na Sheikh al-Azhar wal Imam al-Akbar Ahmad al-Tayyib chini ya usimamizi wa mfalme wa Bahrain. Jambo jingine ambalo pia nalitupa kwa Waislamu ni lile ambalo limeguswa katika risala na likaguswa pia na waliotangulia kabla ya katibu mkuu, jambo la amani. Jambo la amani, hata mtu kama atakasirika kwamba tunasema sana, hatutaacha kuwa tunasema swala la amani, kwa sababu ni swala muhimu sana. Amani sio kitu cha kuchezea. Amani ni kitu ambacho kinahitaji kutunzwa, na ikiwa nyinyi mwahisi kwamba mmejaliwa na Mungu mko katika amani, si mpaka muitunze? Kama hamuitunzi, amani itachafuka. Mara nyingi ilikuwa nikitoa mfano kwamba amani ni sawa na yai. Ukilishika ulishike kwa uangalifu mkubwa, likikuponyoka likaanguka lile yai litavunjika na huwezi kulizoa. Na ndivyo amani inapokuwa imeharibika, kuirudisha kwake ni taabu sana. Na mfano mzuri, wewe safirisha tu fikra zako, mawazo yako, angalia nchi ambazo zimechafukiwa ni amani, zimerudi ile amani. Na hata zile ambazo tayari sasa kumeanza kutulia, mnaona bado wako katika raha. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawaamrisha Waislamu kwamba lazima mshukuru sana na muabudu Mungu kwa neema ya amani. Akasema falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf. Anaambia Makureish kwamba muabuduni Mungu wa nyumba hii Al-Kaaba, ambaye amekupeni amani na akakulisheni katika njaa. Watu wote wanapastahi mahala hapa, wanapaheshimu mahala hapa, hawezi wakaleta vita mahala hapa. Mshukuruni huyo Mungu aliyofanya hivyo. Ile ni mafunzo ya kwamba amani haitakiwi kuguswa. Sasa katika nchi yetu hatuwezi tukaachia tu hivi, mtu anajaribu kuleta viashiria kuweza kuharibu amani, alafu wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu kwamba hivyo ndio sawa sawa. Au maneno yasiyokuwa ya fikra, maneno ya matujuhala, anayeweza mtu kusema kwamba wacha kinuke. Sasa kishanuka ni maana yake nini? Kishanuka ndio utakaa wewe katika nchi, atakaa shangazi yako katika nchi, atakaa babio katika nchi, watakalika tena mahala hapo. Hilo la kwanza. Lakini la pili la kufikiri ambalo Mungu ametuambia katika Qur'an, ametuambia kila mara, akituambia anataka tuzitumie vizuri zile akili zetu.
Anasema afala taaqilun, je, hamtumia akili zenu nyinyi katika kufikiri mambo? Afala tatafakkarun, hamfikiri vizuri mkaingia ndani katika kufikiri? Katika jambo lolote ukitaka kulifanya ni sharti ufikiri vizuri. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibata, ukitaka kufanya jambo fikiria mwisho wake. Mmefikiri vizuri mpaka mnaona ati mahala unaweza ukafanya jambo lolote na hata likitokea halina neno? Tusighilibiwe Waislamu, na tusighilibiwe hata Watanzania wote, tusighilibiwe. Lazima tufikiri, mtu tumuassess yule mtu kwamba anatuambia nini itatokea, faida yake ni ipi, tutakuwa katika hali gani baada ya kumfuata mtu huyo. Haya ndio mambo yanatakiwa watu watazame, na ndio Uislamu umetufundisha vitu vya namna hiyo. Nitaka kidogo nipasemee hapa, nitupe maneno haya kwa Waislamu na Watanzania ili tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya amani katika nchi, lakini lazima tuelewe tumezungukwa, alafu tuko katikati, tuko center. Wenzetu waliotuzunguka wana amani? Wengi wao hawana amani. Wanakimbilia wapi? Tanzania. Ikichafuka Tanzania twenda wapi? Jalla jalalu. Lazima tuangalie, haya ni mambo muhimu sana, hatakiwi kufatafata tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, akasema wala, anawaambia sahaba mmoja, wala takun imaa, usiwe ngoma iko, yani usiwe mtu ambaye likitokea jambo fulani mimi niko pamoja fulani, ana maa fulani, ana maa fulani. Hapana, we mwenyewe utumie fikra zako katika kuona namna gani unaweza ukasababisha machafuko katika nchi. Wa mu'dhamu an-nari min mustasghari sharar, moto mkubwa asili yake cheche. Kamata maneno hayo, moto mkubwa asili yake cheche. Kila unavyoiachia cheche kwamba haina neno, ni cheche tu ya moto, haina neno, baadaye kutatokea mlipuko mkubwa, haiwezekani kuuzima. Watu tusikubali kabisa viashiria ambavyo vinaweza kutuharibia amani yetu katika nchi yetu nzuri ya Tanzania, na tuko katika mwaka mbaya ambao wanaweza wakatokezea watu wakaharibu amani. Mimi sina mahali pa kukimbilia, na mimi na hakika na wewe huna mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo ni juu yetu basi, kama ni hivyo, kuitunza amani. Hatuna muda wa kuizungumza sana, inahitaji masaa mawili hivi kuizungumza ili watu waelewe nini amani na Uislamu umesemaje juu ya amani. Mwaka huu ni mwaka ambao tunaendea uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu itakuwa sisi wenyewe tuwe na akili kuwachagua viongozi tunawataka, watakao tufaa. Sio hivi tu, yani haiwezekani Muislamu akawa anajifanyia jambo hivi tu. Hata Mungu anaumba lakini bado anachagua. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Mwenyezi Mungu anaumba atakacho lakini pia anachagua. Kwa hiyo na sisi lazima tuchague kitu kilichokuwa bora. Vitu viwili vikiwekwa, hiki bora, hiki si bora, unachotakiwa wewe ni kuitumia akili kuchagua bora. Khalas. Hata Mwenyezi Mungu alipokuwa anaeleza dunia na akhera, ameweka vitu viwili. Kaweka akhera hapa, akaweka dunia kushoto. Akasema kumwambia mtume, na msemo ule na tuenea sisi sote, akasema walal akhiratu khairun laka min alula, akhera ni bora kwako wewe Muhammad kuliko ulimwengu. Afu akamwachia, utajua wewe mwenyewe ni kitu gani cha kuchagua, lakini mimi kama Mungu nakwambia akhera bora kuliko ulimwengu. Sasa kama utachagua wewe mwenyewe ulimwengu, si akili yako mbovu? Kama utachagua akhera sio jambo lilokuwa la bora, hilo ndio kitu kilichokuwa bora. Sasa katika mwaka wa uchaguzi, viongozi tutakiwa kuwachagua kuanzia ngazi zote, iwe diwani, iwe wabunge, iwe rais. Angalia yule mtu ambaye unamuona atakufaa na atakayeweza kukusaidia. Sio kujishagulia tu, unacheka tu, unafuatafuata tu, mtu kakwambia unakubali tu. Uislamu hawi katika kitu cha namna hiyo.
tulikuwa tunasoma zamani shuleni, kuna methali inasema kizuri cha jiuza, kibaya khalas. Wa ala labibi takfihi al-ishara, anasema Arabu. Mtu mwenye akili anaambiwa kidogo, anaelewa sana, hatuna haja kuendelea. Jingine, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwaka huu, dua kwa wingi misikitini, tukiwa majumbani, tukiamka usiku kuswali. Tumwombe Mwenyezi Mungu uchaguzi upite kwa salama na amani, na Mwenyezi Mungu atujalie tupate kheri na baraka katika nchi yetu, tupate viongozi wazuri watakao tufaa, ambao tumewachagua wenyewe kwa uchaguzi wetu wenyewe. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya namna hiyo. Kipindi hiki tufanye sana dua, na viongozi wetu tulionao pia tuombe Mungu. Viongozi wetu wote waliopo, waliostaafu, tuombe Mungu, na sisi wenyewe tujiombee. Amesema Mtume, man daa li amirihi faqad daa li nafsihi, anayemwombea kiongozi wake kajiombea mwenyewe.